Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba muda unaendelea kuisha kwa nchi hiyo kufanya makubaliano kuhusu silaha za nyuklia, akisisitiza kuwa chaguo pekee ni mazungumzo au kukabiliana na nguvu kubwa ya kijeshi ya Marekani. Kupitia ujumbe aliochapisha Jumatano kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema kuwa Marekani iko tayari kutumia nguvu endapo Iran haitakubali kufanya mazungumzo. Alieleza kuwa msururu mkubwa wa meli za kivita za Marekani unaoongozwa na manuari ya kubeba ndege ya USS Abraham Lincoln unasonga kwa kasi kuelekea Mashariki ya Kati. Trump alifananisha hali hiyo na alichokifanya Marekani dhidi ya Venezuela, akisema kuwa jeshi la Marekani lina uwezo wa kutekeleza operesheni zake kwa kasi na nguvu kubwa ikibidi. Aliongeza kuwa msafara huu wa kijeshi ni mkubwa zaidi kuliko ule uliowahi kutumiwa kuzuia meli za mafuta za Venezuela wakati wa vikwazo vya kiuchumi. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani, manuari ya USS Abraham Lincoln na meli zake za ulinzi ziliwasili Mashariki ya Kati Jumatatu. Onyo la Trump lilikuja siku chache baada ya yeye kutangaza kwa mara ya kwanza kwamba armada ya kijeshi ilikuwa njiani kuelekea Iran. Hatua hii inakuja wakati Irani ikiwa imekumbwa na maandamano makubwa na yenye umwagaji damu yaliyochukua wiki kadhaa. Shirika la Human Rights Activist News Agency lenye makao yake Marekani lilisema kuwa zaidi ya watu 6,000 wameuawa katika maandamano hayo kote nchini, yakiwemo ya mji mkuu Tehran. Hata hivyo, serikali ya Iran ilitangaza idadi rasmi ya vifo kuwa ni 3117, huku NBC News ikisema haiwezi kuthibitisha takwimu hizo kwa uhuru. Serikali ya Iran imekanusha vikali madai ya Trump kwamba vitisho vyake vilizuia mipango ya kunyongwa kwa waandamanaji zaidi ya 800, ikiyaita madai hayo kuwa ni uongo mtupu. Ingawa Trump hakutaja moja kwa moja maandamano hayo katika ujumbe wake wa hivi karibuni, alisisitiza kuwa Irani inapaswa kukubali makubaliano ya haki na usawa yanayohakikisha hakuna silaha za nyuklia. Alionya pia shambulio lolote lijalo lingekuwa baya zaidi kuliko mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani yaliyofanyika majira ya joto yaliyopita. Kauli hiyo ya Trump imezidisha hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu hatima ya mazungumzo ya nyuklia na usalama wa ukanda wa Mashariki ya Kati. Kauli ya hivi punde ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza kwamba Irani muda umebaki mchache sana kwao ili kuweza kukubali kufanya makubaliano kuhusu silaha za nyuklia na Marekani, akisisitiza kwamba chaguo pekee ni mazungumzo au kukabiliana na nguvu kubwa ya kijeshi ya Marekani, inatoa tafsiri kwamba rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa amehamia kwenye sababu nyingine tofauti na hapo awali alivyokuwa akieleza kwamba ilikuwa ni kuiadhibu Irani dhidi ya mauaji ya waandamanaji, akisema kwamba ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Sasa amehamia kwenye sakata la nyuklia, akiwataka kwamba waweze kukubali hatua ya kuweza kufanya mazungumzo na taifa la Irani wakati wowote, kwani muda unazidi kwenda kufuatia usongaji wa meli ya kivita aina USS Abraham Lincoln ambayo inabeba ndege za kivita za kutosha pamoja na manuali nyingine ambazo zimeambatana na meli hiyo kubwa kabisa ambayo inaelekea huko katika ukingo wa Iran. Sasa hofu inazidi kuongezeka Mashariki ya Kati, huku jumuiya ya kimataifa ikiwa inatazama kwa karibu kile ambacho kinajiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Basi mtazamaji wetu, kwa ajili ya kuweza kufahamu yote yanayojiri katika anga za kimataifa, endelea kuwa karibu na Zone Media wakati wote ili uweze kufahamu kinachojiri katika anga za kimataifa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.